Na wasalimieni mara tena. Huyu ni Apostle Harold Maxwell. Kwenye TikTok utanipata kama HNK. Kwenye YouTube utanipata kama Maxbill TV. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa sababu ya muda huu na nafasi hii ambaye amenibariki. Amenipa nafasi ya kuongea na msikizaji wangu. And mostly ujumbe huu ningependa ufikie Wakenya wote kwa jumla, mahali popote wako, kwa sababu Kenya ni nyumbani, na ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambaye Mungu ameipeana. Bila kupoteza wakati, nisingependa nipoteze muda wako wala ni haribu na nafasi yako ya kufanya mambo mengine tofauti. Tuko kwenye December. Leo ni tarehe 30 na nashukuru Mungu kwa sababu tuko almost kufika kutamatisha au kufika ukingoni mwa mwaka huu wa 2025, mwaka ambao umekuwa na mambo mengi, mambo tofauti. Ijapokuwa nashukuru Mungu tulivyoanza mwaka ni tofauti sana na venye ambavyo tunamalizia, kwa sababu tunamalizia kwa breakthrough ya kipekee. Manake ni kwamba 2026 tunaingia mwaka ambao utakuwa na baraka, utakuwa na mambo mema, mambo mazuri, mambo ambaye yatakuwa na umanufaa, na resort itakuwa njema yenye baraka. Asubuhi ya leo ningependa kuongea na Wakenya mahali popote waliko, nikisema kwamba Mungu amekuwa akininong'onezea kila itwao leo, mostly kuhusu kitu kinachoitwa amani kwa kila mtu. Unapohitaji amani, cha kwanza ni vyema kujua ya kwamba amani inakusaidia wewe na pia inasaidia watu wengine, na vile vile inakupea nafasi nzuri ya kupumua fresh air, kwa sababu ukiwa na amani hakuna kitu kinaweza kuwa tatizo kwenye maisha yako. Babangu miaka ya zamani alikuwa ananiambia kwamba kuvumilia huwa kunafanya mambo mengi mabaya yakaweze kupita. Nataka nikwambie rafiki yangu ya kwamba kuvumilia sio ujinga, na kuwa na amani pia sio ujinga. Kuwa mpole sio ujinga. Na vile vile hata kama mtu amekutendea jambo, ukaweza kumtulia na kuweza kumsamehe, hata kama hata kubali hiyo msamaha yako, vile vile sio ujinga. Hiyo ni mojawapo ya hekima. Leo hii ninapomaliza mwaka nilikuwa nimeongea mambo ya kitu kinachoitwa connection. Nimekuwa nikiongea mambo ya connection kila itwao leo. Nikasoma Bible katika kitabu cha Hosea. Biblia inasema ya kwamba Hosea 4 mstari wa 6, ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wa Mungu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. My people are destroyed for the lack of knowledge. Na nilipokuwa ninaongea kuhusu maarifa, nikasema kwamba maarifa haya ni maarifa ya kiungu. Bible inasema ya kwamba mwanzo wa hekima ni kumcha Mungu, au kumcha Mungu ni chanzo au ni mwanzo wa hekima. Watu wengi wameachana na Mungu na wamefuata hekima zao wenyewe. Hekima ya mwanadamu unapofuata hekima sana wewe mwenyewe na akili zako, mwisho wa siku inakupelekea kutomcha Mungu. Kwa sababu nini? Kubuka fresh na spirit ni vitu viwili tofauti. Spirit inang'ang'ana kuplease God, lakini mwili unang'ang'ana kujifurahisha mwenyewe. Nataka nikwambie ya kwamba usipokuwa karibu au usipo engage Mungu awe karibu na wewe, mwisho wa siku utakuwa umekaa mbali na kitu kinachoitwa hekima. Bible imesema ya kwamba chanzo cha hekima ni kumcha Mungu. Kwa hivyo unapokuwa ndani mwako hakuna kumcha Mungu, au umekaa mbali na Mungu, au vitendo vyako na mambo yako hayaambatani na the will of God, at the end of the day ina end up kuwa destruction kwenye maisha yako. Imani yako inakuwa destroyed. Your hope, your future inakuwa destroyed. Everything surrounding you inakuwa destroyed. Destruction inakuja kwenye life yako kwa sababu huna maarifa ya kiungu. John 15 verse 7, the Bible says that if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it shall be given unto you. Unapokaa ndani mwangu na neno langu likae ndani yako, omba chochote utakacho na utaweza kupewa. Rafiki yangu unayenisikiza asubuhi ya leo, tukiwa tarehe 30 December 2025,
ningependa nikuambia jambo moja, ya kwamba hekima yako ni nzuri, ila ukiwa na Mungu naye atakuongezea hekima, na ukiwa na hekima ya kiungu unaweza pitia jangwani na chochote kisije kikakudhuru. Watu wengi wakati mwingine wanajipata wamezinyaa kwenye mawazo yao, mambo yao na mipango yao imeduana kudumaa. Unakuta roho zao zimechakachuka kwa sababu ya tofauti ya vitu fulani ambavyo wana engage kwenye mioyo yao. Wengine ni Wakristo, wameokoka, Yesu ni Bwana, wanaenda mbinguni kwa njia ya imani, lakini matendo wanaotenda hayaambatani na ambacho wanaongea kwa midomo yao. Vituko ambazo wako nazo sio vituko ambazo hata zinaweza wekwa kwa runinga au zinaweza wekwa kwa video watu wakavitazame. Wengine ni wapo hapo tu. Mtu unaona kama mtu wa maana, lakini matendo yake, hata nguruwe ni wa maana, ijapokuwa Waislamu walimkataa nguruwe. Unaweza kupata ni heri nguruwe kuliko matendo ya watu wengine wanaodai kwamba wameokoka, wanaenda mbinguni kwa njia ya imani, kwa sababu vituko wanavyovifanya hawana hekima ya kiungu. Wanafanya kwa akili zao, wanafanya kwa vile ambavyo wanaona inafaa. Kwa hivyo self abation inakuwa juu kuliko mambo ya kiungu. Ni wakati wa kurudi kwenye njia inayofaa. Connection ulionayo, kasema ya kwamba unafaa sana kuangalia ni marafiki gani ambao umejiwekea kwenye mawazo yako, kwenye akili zako. Ni ratiba zipi ambazo huwa mnapanga na hawa marafiki. Wengine mnafanya biashara nao, wana wivu na wewe kibao. Wengine mnafanya biashara na wao, hawakutakii maendeleo. Wanapoona umepata customer, wanaanza kuwa na majungu, wanaanza kuwa na vinyongo, wanaanza kukuonea wivu. Wanaweza wakakuchukulia hata majuju, kwa sababu roho zao zimechafuka, zimechakachuka, roho zao zimeoza, wamejawa na wivu iliyokithiri. Ninataka nikwambia ya kwamba roho ya ushetani imejaa kila mahali, roho ya ujinga imejaa kila mahali. Connection ambayo uko nayo unafaa kuwa makini, uelewe ni connection gani ambayo umejiconnect nayo. Once you connect yourself with wrong people, with wrong characters, you are going to destroy yourself. That's what we call self-destruction. Never destroy yourself for the sake of pleasing people. You are there, you want to please people. Usifanye vitu vya kufurahisha watu, kwa sababu mwisho wa siku utakuja kujuta. Wengine ndoa zao zimeharibika kwa sababu ya connection. Uko na watu ambao unaelezea siri zako, uko na watu ambao unaelezea biashara zako, uko na watu ambao unaelezea ratiba zako, lakini wako tayari wakuharibie usiku na mchana. Wengine wanaenda mikesho, unaweza fikiria ameenda kesha kuomba maendeleo, anaenda mikesho kufunga maendeleo ya watu wengine. Unaweza fikiria huyu mtu anaongea kwa dimi, akiongea vitu vya maana, lakini ndani mwake amejawa na mashetani, ndani mwake amejawa na mapepo, ndani mwake amejawa na wivu iliyokithiri. Apostle Harold Maxwell have decided to speak the truth and the truth of the matter. The Lord have sent me to your life so that I may transform you. I may speak the word of truth so that I may make you to manifest Christ 24/7. In the last days, we are in the last days. Umejiunganisha na watu, umejiconnect na watu. Huko ukifikiria hawa watu mnapelekana mbali, hampelekani mbali. Waangalie vile sura zao ambazo zinaonekana kama zimeng'aa. Wengine unaona ni kama wana smile, kumbe wamembemba upanga ndani ya mioyo yao, wamekubebea chuki. Maneno wanaozungumza. Mwangalie Daudi anavyosema. Daudi anasema ya kwamba nilikesha, nikararua, nikachana manguo zangu, nikawaombea, nikaomboleza, ni kama nimefiwa, lakini walicho nilipa nacho yalikuwa ni majungu. Wakati mwingine wanauliza watakufa lini. Wakati mwingine watu wanakutakia mambo mabaya. Kuna laana fulani huwa inaitwa laana ya wanadamu. Wanadamu wanaokulaani kila itwao leo. Unapovaa vizuri, ukifikiria eti marafiki zako ndio utawaplease, wanakuwa na machungu mabaya.
Roho mbaya imetembea kila mahali. Mpendwa, tunapomalizia mwaka, mimi naomba sana kama Apostle Harold Maxwell ukaweze kufunguka akili, ukaweze kufunguka mawazo, ukaweze kujielewa na kujijua. Ujue ni connection gani ambayo umejiconnect nayo. Ni akina nani hao unapea namba za simu? Ni akina nani hao unachati nao? Ni akina nani hao unajidai ni kwamba unaweza ukawaelezea ratiba ulizonazo za mwaka? Wengine wana wivu, wana roho mbaya. Yaani wengine wana roho za manyoka. Yaani wengine ni mafisi. Wengine ni mbwa mwitu. Yaani wengine ni chura tu. Yaani wengine ni watu ambao hawaeleweki kabisa. Basi mnakula pamoja, mnapokula pamoja unafikiria huyu ndiye rafiki. Hamna, sio rafiki. Mnachofanya mnafanya biashara eneo moja, lakini huyu mtu sio rafiki. Kwa hivyo unapombemba tu kama kiumbe kilichoumbwa na Mungu. Na kama rafiki, sio rafiki wa kuingiza kwenye bedroom yako ya mawazo. Bedroom yako ya mawazo ni yako peke yako. Jana juzi niliongea kitu fulani kwenye lesson fulani. Nikasema ya kwamba kama kunaye ambaye unafaa kuelezea connection zako, kama kunaye unafaa kuambia ratiba zako, mwambie Mungu aliyekuumba, aliyejua kwa nini alikuleta duniani. Kumbuka haukuletwa duniani kwa sababu ya wanadamu. Hamna. Haukuletwa duniani kwa sababu ya wanadamu. Haukuletwa duniani kwa sababu ya mtu mwingine. Uliletwa duniani kwa sababu za kiungu. Unaona sasa? Mungu alikuleta, and I told some, in fact kuna mtu niliambia mahali nikamwambia kwamba hakuna hapa duniani, hakuna mtu perfect. Na kila mtu ana fight kuwa perfect. Lakini uperfect Mungu ndiye atakuja kurecommend. Kwamba huyo ni perfect, kaa pande hii. Huyu si perfect, kaa pande hii. Huyu anakaribia kuwa perfect, kaa eneo hiyo. Sasa mambo hayo yatakuwa ya kiungu na Mungu ndiye atakuja kufanya yale, lakini sio wanadamu. Wanadamu tulionao, kila mtu ana madhaifu. Jameni, kila mtu ana madhaifu yake. Niseme tena, kila mtu hapa duniani, jameni, ana madhaifu yake. Geukia mtu umwambie kila mtu ana madhaifu yake. Mwambie ukiniona na udhaifu niombee. Acha wivu, acha mindomo. Wengine wanajadili kila kitu. Wengine wanajadili mpaka walemavu. Imagine, mlemavu, umemwona mtu ni mlemavu, unamjadili eti kwa sababu uko na mwili mzima. Shame on you. Mindomo kafu kama ya nyoka. Wakati mwingine ni vizuri kuelewa vitu fulani. Ya kwamba when you are doing anything in this world, ujue kwamba unapanda. Bible inasema katika kitabu cha Wagalatia 6:7 ya kwamba msidanganyike, Mungu adhihakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Chunga sana kwa mambo unaopanda kwa huo mdomo wako. Chunga sana vituko unazozifanya, kwa sababu kesho utakuja kujuta kwa nini ulitenda 1 2 3 mambo unaofanya. Jameni, connection ni ya maana sana. Ila lazima tuwe makini. Lazima tuwe makini. Kuna watu wamekaa karibu na sisi. Kuna bwana mmoja anaitwa Mephibosheth. Mephibosheth ni kijana ambaye alikuwa mlemavu. Sasa siku moja mfalme akakata kauli, akasema kwamba kwa ajili ya Jonathan, vitendo vya Jonathan vya maana, nitabariki nyumba ya Sauli. Kwa hivyo akamwendea, akafanya akatuma watu waende, in fact waende wakatafute ni nani aliyebaki kwa hiyo nyumba ya Sauli. Na akapata kijana mmoja ambaye alikuwa mfanyakazi. Biblia inamuita Siba. Sasa bwana Siba ameulizwa nani amebaki kwenye familia hii. Angalia marafiki zako venye wanajibigi. Simba alisema ya kwamba hakuna aliyebaki, na mwenye ambaye amebaki ni kamoja tu ambako kanaitwa Mephibosheth. Na kale ka Mephibosheth ni kamulemavu. Sasa unajiuliza, huyu jamaa Simba nani amemuuliza mambo ya ulemavu? Kwani mlemavu sio mtu? Mlemavu ni mwanadamu.
Angesema tu kuna mmoja. Sasa wakifika kule, wacha waende waone kwamba huyu mtu ni mlemavu, watahandle situation mbele kwa mbele. Kuna marafiki ovyo ambao tumejiwekea kwenye store zetu. Tumejiwekea watu. Anza kuelewa ni nani huyo. Huyo msaliti uliyekaa naye. Kuna kosa moja ambayo ilifanyika wakati fulani kwenye hii timu ya Yesu ya mitume. Biblia inasema ya kwamba kuna majamaa kama kina Apostle Yuda, kuna kina Apostle Petro, Apostle Timothy, kuna akina Apostle Titus, watu tofauti. Watu tofauti. Titus alikuwa ni pastor. Akina Timothy walikuwa ni mapasta wale. Naongea mambo ya Thomas. Apostle Thomas. Wale mitume ambao walikuwa na Yesu. Mmoja ambaye alikuwa mweka hasina. Biblia inasema ya kwamba alikuwa anaitwa Bwana Apostle Judas. Bwana Judas kazi yake, kando na kuweka hasina, kando na kukaa karibu na Yesu, kazi yake na biashara yake ilikuwa ya kufikiria jinsi gani atasaliti huyu Yesu. Alimsaliti hakumsaliti, alimsaliti mpaka Yesu akasulubishwa msalabani. Kuna watu umejiwekea, kesho wanakuja kukusaliti. Kuna watu umekaa karibu nao, kesho wanakuja kukumalizia. Kuna watu wanakupangia jama. Kuna watu wanakupangia mipango ambaye sio. Katika jina la Yesu Kristo, mwaka unapoisha, ninawaondoa kwenye ratiba zako, ninawaondoa kwenye connection zako, ninawaondoa kwenye biashara zako. Siri uliowapa naomba zikafutike ndani ya mawazo yako. Wasikujue, wasikuelewe kwa chochote. Katika jina la Yesu Kristo, naomba roho ya upofu ikawapate. Naomba uharibifu ikawapate. Naomba wakaharibikiwe. Naomba wasijielewe na wasijijue. Katika jina la Yesu Kristo, unapoenda kuingia mwaka wa 2026, ukaingie mwaka uliojaa baraka, ukaingie mwaka uliojaa breakthrough, ukaingie mwaka ambao hauna magonjwa, ukaingie mwaka ambao uko na pesa tele. Katika jina la Yesu Kristo, inakutakia mwaka wa baraka, inakutakia mwaka wa blessings, inakutakia mwaka uliojaa blessings za kipekee. Katika jina la Yesu Kristo, watakao kuwa wanafanya siasa, hatutatukanana tena, hatutapigana tena, hatutarusha mawe tena, tutasimama kwa hekima ya kimungu katika jina la Yesu Kristo. May the Lord protect your life in the mighty name of Jesus, King of glory. Ninaomba Bwana akulinde, ninaomba Bwana akuonekanie, ninaomba Bwana akutendee mazuri katika jina la Yesu Kristo. Mungu atembee kwenye familia yako, ndoa iliyovunjika ikawa restored kwa jina la Yesu, maisha yanayoharibika yakawa restored kwa jina la Yesu, biashara yako ikapate kibali, wateja wakakuje kwako, wateja wakapatikane katika jina la Yesu Kristo. Biashara yako ikainuke, maisha yako ikainuke, watoto wakarudi shule, ukapate anda ya kuwalipia katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante kwa sababu ya msikizaji wangu. Namuombea baraka, namuombea breakthrough, namuombea mambo mazuri, namuombea mambo mema, namuombea protection ya damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu awabariki sana, Mungu awaonekanie wote, Mungu awatendee mambo mazuri. Bwana awabariki, Bwana awaonekanie. Majina yangu ni Apostle Harold Maxwell. Mimi ni mzaliwa wa Mwea. Mwea iko ndani ya Kirinyaga. Kirinyaga iko ndani ya Kenya. Napenda nchi yangu. Tunapoingia mwaka mpya, wacha tuingie mwaka kwa hekima ya kiungu. Hakuna haja ya kutukanana, hakuna haja ya kurushiana mawe, hakuna haja ya kutuma matusi. Kuna haja ya kumkaribia Mungu na kukaa na Mungu. Kwenda kanisani, kuna uwezekano ukakose kubadilika. Unapoenda kanisani, jua ya kwamba Mungu bado anakutazama akitaka ubadilike, ili ukawe kioo cha kuangaliwa na watu wengine. Mungu akubariki sana mama, Mungu akubariki sana mzee, kijana, mahali popote uliko ubarikiwe. Yeyote ambaye ananisikia, Mungu awatendee mambo mazuri. Shalom, shalom. Mimi ni Apostle Harold Maxwell wa New Dawn Celebration Center. Bwana wabariki. Amen, amen.